tupata pale Hanang. Mmeona siku hizi chache zilizopita yalitupata pale Morogoro na madhara yakaenda mpaka Dar es Salaam kwa kukosekana kwa maji, na haya yote yataenda sambamba hata maeneo mengine ambayo tunayatumia kwa kila siku. Mfano mdogo ni eneo ambalo lilikuwa na nyasi nyingi kwa ajili ya malisho ya mifugo. Mkifyeka miti, baada ya muda fulani eneo hilo halifai tena kwa malisho ya mifugo. Kwa maana hiyo tutaendelea kutengeneza matatizo katika maeneo yetu ya uzalishaji kama hatutajali utunzaji wa miti, kupanda miti na kutunza mazingira. Mheshimiwa Spika, nitoe rai tena kwa wakala wetu wa misitu TFS kuzingatia mwongozo uliotolewa na serikali na sheria ambazo zilianzisha chombo hicho. Asante Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Esther Edwin Maleko. Nashukuru sana Mheshimiwa Spika kwa kunipa nafasi ya kumuuliza Mheshimiwa Waziri Mkuu swali. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunajua serikali imefanya kazi kubwa sana ya kulinda afya za wanawake na makundi mengine yanayojihusisha na biashara zinazohusisha nishati kwa kuweka matumizi bora ya nishati safi. Je, ni upi mkakati sasa wa serikali kuhakikisha matumizi ya nishati safi yanawafikia wajasiriamali walioko vijijini kwa wakati? Waziri Mkuu. Mheshimiwa Spika, ni kweli serikali imeweka mkazo katika swala la nishati safi ya kupikia, na kiongozi kielelezo wa kimataifa global champion ni Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, katika kuhakikisha nishati safi inawafikia Watanzania walio wengi, hasa wanawake ambao walimchagua Mheshimiwa Esther Maleko na amekuja kuwatetea hapa. Serikali imeendelea kutoa ruzuku katika baadhi ya vifaa vinavyohitajika pamoja na nishati yenyewe ili kuweza kuhakikisha kwamba inawafikia akina mama kwa unafuu, na kadhalika kumekuwepo na wito ambao Mheshimiwa Rais mwenyewe amekuwa akielekeza kuweka unafuu kwenye majiko, kwenye nishati yenyewe, kwenye mitungi, kupitia unafuu kwenye masuala ya kodi kwenye nishati safi ya kupikia ili kila Mtanzania aweze kumudu. Rai yangu kwa waheshimiwa wabunge na viongozi wote serikalini wakiwemo wa kuchaguliwa, waheshimiwa madiwani na wengine, tuendelee kutoa elimu kwa Watanzania kwamba hili ni jambo ambalo linawezekana. Ukirudi miaka 20 nyuma, Mheshimiwa Spika, sio kila mtu angeweza kudhani kwamba hata vijijini kutakuwa na umeme, hata vijijini kutakuwa na simu ya mkononi, hata vijijini kumeweza kuwa na television. Maana yake hata hili linawezekana, kila familia, kila kijiji kuwa na utaratibu wa matumizi ya nishati safi ya kupikia. Mheshimiwa Spika, kwa upande wa unafuu ili kila Mtanzania aweze kumudu. Asante Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Dr. Rita Kabati. Asante Mheshimiwa Spika kwa kunipa nafasi ili niweze kumuuliza Waziri Mkuu swali. Kwanza nichukue nafasi hii kumpongeza Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa kazi nzuri ambayo amekuwa akifanya toka ameteuliwa kwa waziri wetu wa nchi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, serikali imefanya kazi kubwa sana kupeleka huduma za afya katika ngazi zote mpaka vijijini. Lakini pamoja na upatikanaji wa huduma hizo, kumekuwa na uelewa mdogo wa matumizi ya bima ya afya. Je, serikali imejipangaje sasa kutoa elimu kuhusu bima ya afya kwa wote, kwa wananchi mpaka vijijini? Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Spika, bima ya afya kwa wote ni jambo ambalo limekuwa hitaji la wananchi wa Tanzania kwa muda mrefu,
na Daktari Samia Suluhu Hassan katika uongozi wake wa awamu ya kwanza alielekeza taratibu zote za masuala ya kisheria ziweze kukamilika. Ni kweli kama anavyosema Daktari Rita Kabati kwamba hatua iliyosalia sasa ni ya kutoa elimu, na Tanzania ambayo kwa asili yetu ni nchi ambayo tumejengwa kwenye misingi ya undugu. Nianzie hapa kutoa rai kwa Watanzania wote kwamba kujiunga na bima ya afya kwa wote ni jambo la msingi ambalo litatuwezesha Watanzania wote kuweza kumudu masuala ya matibabu, kuweza kuchangia matibabu ya wale ambao wana uhitaji mkubwa wa matibabu na pengine wanaweza wasimudu kulipia matibabu hayo. Jambo kubwa ambalo tunatakiwa kufanya ni kujiunga kwenye vitita hivyo ambavyo vitaelekezwa na Wizara ya Afya, na baada ya kujiunga, upande wa serikali tunafanya kila jitihada kuhakikisha huduma hizo za afya zinapatikana kwa ukaribu, huduma za afya zinapatikana kwa uhakika, ili kuweza kuhakikisha kwamba kwa yeyote ambaye amejiunga na bima ya afya anapata matibabu ya chochote kile kinachomsumbua, tena kwa uhakika bila usumbufu, ili kuweza kuhakikisha kwamba wote wanapata kuvutiwa kujiunga na bima hiyo ya afya. Katika maandalizi hayo, Mheshimiwa Spika, Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania aliahidi kwamba ndani ya siku 100 ataongeza wahudumu wa afya, ataajiri wataalamu wa afya 5,000, na hivi tunavyoongea, Mheshimiwa Spika, tayari wataalamu hao 5,000 walishaajiriwa na wamepelekwa kwenye zahanati zetu, vituo vyetu vya afya, hospitali zetu, ili kuweza kuhakikisha kwamba mbali na majengo mazuri aliyoyajenga Daktari Samia Suluhu Hassan, pia tunakuwa na wahudumu wataalamu wa afya wa kutosheleza katika maeneo ya hospitali zetu, na hili linaenda sambamba na upatikanaji wa vifaa vya kisasa ambavyo kwa sasa vinapatikana kwenye hospitali zetu zote. Mheshimiwa Spika, zamani baadhi ya vifaa vilikuwa vinapatikana tu hospitali zilizoko Dar es Salaam. Ukitaka MRI Dar es Salaam, ukitaka CT scan Dar es Salaam. Hivi tunavyoongea, kila hospitali ya mkoa ina vifaa hivyo vya CT scan, masuala ya ultrasound yameenda mpaka hospitali zetu za halmashauri na za wilaya, na masuala ya MRI sasa yanapatikana hata kwenye hospitali zetu za kanda na hospitali zetu za rufaa. Kwa hiyo ni hatua kubwa ambayo serikali imepiga, na tuwahakikishie Watanzania wakishajiunga na bima hiyo ya afya watakuwa wameweka utaratibu wetu wa undugu wa kuweza kujihakikishia tunapata matibabu. Nitoe rai kwa waheshimiwa wabunge, waheshimiwa madiwani na viongozi wengine wote, tuendelee kuelimishana, tuendelee kuelimisha makundi mbalimbali, tuendelee kuwaelimisha Watanzania kuhusu jambo hili kubwa ambalo lina manufaa makubwa na litakuwa na manufaa mapana kwa jamii nzima ya Tanzania. Asante. Mheshimiwa Gnesta Kaiser. Mheshimiwa Spika, nikushukuru kwa kunipa nafasi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, serikali imefanya maboresho ya utoaji mikopo ya 10% kwa kuwezesha mabenki yaweze kutoa hiyo mikopo ndani ya halmashauri baadhi. Sasa Mheshimiwa Waziri Mkuu, dhana nzima au sababu kuu ya serikali kuitoa hii mikopo ilikuwa ni kwa ajili ya wale Watanzania, wananchi wa Kitanzania, kwa maana ya wanawake, vijana na wenye ulemavu ambao kimsingi katika hali ya kawaida hawakuwa na sifa za kukopesheka katika benki kutokana na hali zao za kimaisha ambazo zinawakumba. Lakini sasa Mheshimiwa Waziri Mkuu, mabenki haya wameweka masharti ambayo ni magumu sana, masharti ambayo mwisho wa siku walengwa ambao serikali imekusudia waweze kupata ile mikopo wanashindwa kupata ile mikopo kwa sababu vigezo vinawatoa nje, kwa sababu mabenki haya yameweka mkazo mkubwa sana wa masharti magumu kana kwamba sasa ni biashara. Sasa Mheshimiwa Waziri Mkuu, wakati akina mama, vijana na wenye ulemavu wakiwa wanasubiri tabasamu kutoka kwa Mheshimiwa Rais kupitia hii mikopo, fedha hizi Mheshimiwa Waziri Mkuu zimelala ndani ya mabenki. Na mfano nikitolea mfano mmoja, Mheshimiwa Waziri Mkuu, katika halmashauri ya jiji ya Dar es Salaam, as we speak now,
shilingi bilioni 91 zimelala ndani ya benki, na wale ambao wanapaswa kukopeshwa wako mitaani, hawawezi kukopesheka kwa sababu ya hayo masharti ambayo yamekuwa ni magumu, na kimsingi nikana kwamba sasa sio tena ile 10%, nikana kwamba sasa mtu anakwenda kukopa katika benki kibiashara. Lakini Mheshimiwa Waziri Mkuu, kabla sijauliza swali, wote tunafahamu kwamba wananchi hao ambao tumewalenga, hayo makundi matatu, wengi wao hawana hata dhamana, na ndio maana serikali mkaja na mpango mzuri sana wa kumkomboa kijana wa Kitanzania, kumkomboa mwanamke pamoja na wale wenye ulemavu. Swali langu Mheshimiwa Waziri Mkuu, serikali kwa nia yake njema hile hile haioni kwamba ni vema sasa ukabadilishwa mfumo mzima wa namna ya kukopesha zile fedha, na ikibidi Mheshimiwa Waziri Mkuu, wananchi hawa, walengwa hawa, yatumike masharti na mifumo inayofanana, ili mwisho wa siku ile dhana nzima ya serikali kumkomboa kijana wa Kitanzania, wanawake na wenye ulemavu iweze kuonekana kwa tija, kwa sababu mwisho wa siku Mheshimiwa Waziri Mkuu, hizi bilioni 91 nimekupa mfano kutoka katika halmashauri ya jiji la Dar es Salaam. Sasa hivi tunavyoongea, wananchi wangekuwa wana tabasamu kubwa sana na wakimshangilia Mheshimiwa Rais kwa jinsi ambavyo ameweza kuwakomboa. Mheshimiwa Waziri, nitakushukuru sana kama utatupa majibu ambayo yatapelekea tabasamu kwa wananchi ambao kimsingi ni wanyonge, na Mheshimiwa Rais anahitaji kuacha pamoja na tabasamu. Asante sana Mheshimiwa. Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Spika, nakushukuru kwa nafasi hii. Ni kweli serikali ilibadilisha utaratibu na kupeleka utaratibu wa majaribio katika baadhi ya majiji na halmashauri, fedha za mikopo kuanza kutolewa kwa utaratibu wa kupitia benki, na baadhi ya halmashauri ziliendelea na utaratibu ule wa awali. Sababu kubwa ya kufanya hivyo ilikuwa ni kupeleka utaratibu huu kwa maafisa wanaoshughulika na masuala ya mikopo, hasa kudhibiti tatizo lililokuwa linajitokeza la vikundi hewa, la watu wanakaa kwenye halmashauri pale, wanatengeneza vikundi, wanatengeneza syndicate kutoka baadhi ya watumishi wa ndani ya halmashauri na wale wanaopokea fedha hizo. Kimsingi watumishi wasio waaminifu na wenyewe wanakuwa sehemu ya vikundi, wamezitanguliza kule kwenye kikundi na yeye anakuepo kule kwenye. Kwa baada ya zoezi lote lile, lengo la serikali linakuwa halijatimia, lile la kuwasaidia wahusika hasa wanaofanya shughuli hizo za uzalishaji, na lengo la pili la kwamba kutakuwepo na marejesho ili na wengine waweze kupata, na lenyewe linakuwa halitimii. Kwa hiyo ndio ilikuwa sababu ya msingi. Sasa baada ya kupeleka kwa majaribio kwenye maeneo haya ya mabenki, nimesikia Mheshimiwa Mbunge ulichokisema, na nilipata fursa ya kukaa na wafanyabiashara hizi ndogo ndogo, wamachinga, nilikaa na bodaboda, nilikaa na bajaji, nilikaa na mamalishe. Moja ya mambo walioelezea yalikuwa yanafanana na hayo ambayo Mheshimiwa Mbunge umeyasema, na maelekezo niliyoyatoa ambayo ndio dira iliyotolewa na Mheshimiwa Rais ni kwenda kwenye uhalisia. Machinga hawezi kuwa na hati ya nyumba. Ukimwambia alete hati ya nyumba ndio apate mkopo, ni dhahiri hata kuwa na hiyo hati ya nyumba. Na maeneo mengine walielezea kwamba wanatakiwa watoe dhamana, barua ya udhamini wa watumishi walioko serikalini, na yenyewe machinga, mabodaboda, ukimwambia anze kuhangaika kutafuta mtumishi aliyeko serikalini ya mdhamini, na lenyewe ni tatizo lingine. Kwa maelekezo nilitoa, waondoe hayo masharti yanayokwamisha walengwa hawa kuweza kupata manufaa ya fedha hizo ambazo Mheshimiwa Rais amekusudia ziweze kuwafikia. Tulikubaliana na mabenki walikuwepo pale kwamba hayo masharti ya hati ya nyumba, hayo masharti ya barua ya udhamini kwa wale ambao wanatambulika hayatakuwepo. Labda Mheshimiwa Spika, nitumie tu bunge lako tukufu
kuweka wazi eneo moja. Kwa yule ambaye hana kitambulisho cha taifa ndiye anayetakiwa utambuzi. Wale ndio ambao wamekuwa wakitakiwa watoe barua ambayo at least imtambulishe kwamba yeye ni Mtanzania. Mheshimiwa Spika, mimi nakumbuka kuna watu tumesoma wote sekondari, tukiwa tunapanga wote, tunagombania chakula hapo na mapoti na masahani. Tumeenda chuo pale tunapanga foleni. Baada ya miaka kadhaa tumeona wanashika nafasi katika nchi za jirani kule, wamesoma kwa kodi za Watanzania, wameziba nafasi za Watanzania. Kwa hata huku kwenye mikopo na kwenyewe, waheshimiwa wabunge, niwaombe mridhie utaratibu wa kupekua kwamba apate Mtanzania wenyewe ule uendelee. Lakini kwa wale ambao wana vitambulisho vya taifa hawataulizwa hati wala hawataulizwa barua ya mtumishi yeyote anayetoka serikalini. Na Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan anamaanisha kwenye jambo hili la kuwawezesha vijana wa Kitanzania, wanawake wa Tanzania, ndugu zetu wenye kutoka makundi maalum. Ndio maana mbali na zile 442 kaongeza bilioni 200 ndani ya siku 100 baada ya kuchaguliwa kwake, ili kuongeza wigo wa vijana hawa kuweza kupata huduma hiyo, na tayari ameshatoa maelekezo pia katika bajeti hii inayoandaliwa itafuta utaratibu wa kuiongeza 5% nyingine ya kujenga miundombinu ya kufanyia watakakofanyia biashara hizo, kujenga miundombinu ikiwemo masoko nadhifu yenye hadhi ya utu, kina mama na vijana waweze kufanyia biashara katika maeneo ambayo ni nadhifu. Kwa hiyo hili na lenyewe serikali tunaendelea kujiandaa nalo, na 5% hii itatumika hata katika baadhi ya maeneo ambako aidha wamachinga ama wengine wenye kina mamalisha ama wengine ambao wanakosa maeneo ya kufanyia biashara, yatatumika hata kutoa fidia ili machinga wafanyie biashara katika eneo ambalo watapata wateja, mamalisha wafanyie biashara katika eneo ambalo watapata wateja. Na Mheshimiwa Spika, mke wangu aliwahi kuwa mamalishe, kwa ninapoongelea watu hawa naongea kwa passion kwa sababu nimewahi kuishi kwa kulishwa na fedha ya mamalishe. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwanza nikushukuru sana, na hasa kwa hili swala la mwisho ambalo lilikuwa lina utata sana na wakurugenzi kwa hawana kauli ya serikali. Kwa tamko lako leo, hili ni agizo la serikali na lizingatiwe na lifuatwe ili kuhakikisha wananchi hasa wa kipato cha chini wapate hizi pesa za Mheshimiwa Rais. Leo Mheshimiwa Waziri Mkuu, tuna vijana wanafanya biashara za online. Online haihitaji ofisi, online haihitaji chumba, inahitaji uaminifu tu. Bodaboda sasa hazisubiri abiria, zinafanya delivery. Hawa wote wanahitaji mchango huu wa Mheshimiwa Rais ili na wao wawe sehemu ya tena. Nakushukuru sana Mheshimiwa Waziri Mkuu, asante sana kwa majibu sahihi na nakupongeza sana. Waziri mkuu aliyestaafu alikuwa upande huu na waziri huyu yuko upande huu. Kwa hiyo tusubiri mengi kwenye ukumbi huu, na kiti kitadhibiti maneno mengi ambayo hayatakuwa na mpango au sambamba na matakwa ya kiti. Waheshimiwa wabunge, sasa namwita mwenyekiti Najma aje kuendelea na shughuli za bunge.